Moja kati ya taarifa kubwa kutoka katika klabu ya Young Africans imeshatufikia hapa katika meza yetu ya matangazo. Basi nikusihi kwamba endelea kwa pamoja nasi hapa mwanzo wa taarifa hii mpaka mwisho uweze kujua nini ambacho kinaendelea huko kunako klabu ya wana Jangwani Young Africans, ambao tayari jambo zito lao linakwenda kufanyika siku ya kesho. Bana, kabla tujaangalia taarifa hii na kujua ni nini ambacho kimehappen huko, basi nikukaribishe kwa wakati mwingine. Karibu hapa tuweze kupata taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa katika siku ya leo, na nikukaribishe tena. Karibu, kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi hapa, basi nikwambie umepitwa na taarifa zetu nyingi. Basi nikwambie kwamba ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini mara baada ya kubonyeza maandishi hayo utaifuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Utafanya hivyo kwa kubonyeza hapo, utakuwa umejihakikisha kwa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila siku kila wakati kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini taarifa kubwa na habari kubwa ambayo inazidi kutembea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na klabu ya Young Africans, kwanza kabisa siku ya kesho klabu ya Young Africans itashuka dimbani kuwakaribisha Mbeya City katika uwanja wa KMC Complex katika mchezo wa raundi ya 19 ambao Young Africans watakwenda kucheza mlongo wao wa pili, kwa maana ya kurejeana. Mechi ya kwanza Young Africans alilazimishwa kubanwa mbavu na kutoka sare ya bila kufungana katika uwanja wa Uhuru huko Mbeya. Kwa hiyo mara baada ya kutamatika kwa game hiyo, na sasa ni game ya marejeano ambayo Young Africans sasa watakuwa nyumbani. Je, historia itakwenda kujirudia juu ya kila ambacho kilifanywa katika mechi ya kwanza, ama Young Africans watakataa uteja wa kulazimishwa sare ama kutolewa jasho na wamba hawa Mbeya? Lakini nimejaribu kusikiliza maongezi ya makocha wote wawili, kwa maana ya kocha Pedro Gonçalves wa klabu ya Young Africans, lakini kwa upande wa Meck Maxime ambaye pia ni kocha wa klabu ya Mbeya City, maongezi yao yote nimeyasikia, na moja kati ya kitu kikubwa ambacho kimezungumzwa na Meck Maxime kuhusiana na mechi ya kesho, yeye ameweza kuzungumzia kwamba anawajua Young Africans, anajua ugumu wao uko wapi, lakini pia anajua wepesi wao uko wapi. Kwa hiyo kama wachezaji wake watafuata maelekezo yake atakayowapa siku ya kesho, basi surprise kubwa itakwenda kuonekana katika siku ya kesho juu ya klabu hiyo ya Young Africans. Anasema kwamba yeye hana nidhamu ya kuiogopa timu yoyote, bali anaiheshimu, na akasema pia Young Africans wenyewe si waogopi, ila na waheshimu. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea katika mechi ya kesho, kwa sababu wao wameenda Dar es Salaam kufata pointi 3 na wala si vinginevyo. Kwa hiyo Young Africans ategemea ushindani mkubwa juu ya mchezo huo wa kesho ambao utakwenda kushuka katika majira ya saa 11 katika majira ya saa 10:30 hapo katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Lakini kwa upande wa kocha Pedro Gonçalves, yeye amekuwa na mengi ya kuzungumza, lakini katika hayo aliyoyazungumza aliweza kuzungumzia pia kwamba anawafahamu Mbeya City, kwa sababu anaona wanachokifanya katika ligi. Mbeya City ni timu kubwa na ina wachezaji wazuri, kwa hiyo anafahamu ugumu wa Mbeya City. Kwa hiyo anategemea kwamba atakuwa na mchezo mzuri kutokana na ubora wa mpinzani wake, na kikubwa yeye alichokizungumza kwamba anahitaji kuziona pointi 3 zikibakia hapo katika maskani ya Young Africans, hasa wakiendelea kujikita juu kileleni bila kupoteza alama zozote katika wakati huu wa mechi ambazo zinaendelea kwa sasa. Alichokizungumza na nikakielewa zaidi kuhusiana na kila ambacho kilikuwa kinatajwa kwamba klabu ya Young Africans kwa sasa haijajipata vizuri kama jinsi ambavyo wachambuzi wengi wa michezo wanasema kwamba Young Africans imejipata. Aliweza kuzungumza kwamba anafuatilia na anasikia maoni ya wachambuzi wa michezo, lakini pia anasikiliza maoni ya mashabiki wa klabu husika, kwa maana ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo yeye maoni mazuri anayafanyia kazi na mabaya na yaacha kama yalivyo, ila aliendelea kwa kusisitiza na kuwaomba wanachama na mashabiki wa klabu hii Young Africans wajae kwa wingi katika uwanja huo wa KMC Complex ili kuhakikisha kwamba wanawapa support wachezaji wao na kuona kwamba klabu inaendelea kupata furaha juu ya michezo na juu ya kila ambacho wanakwenda kukionyesha kesho juu kwa mashabiki wao ambao wataingia kuwasapoti wachezaji wa klabu ya Young Africans. Klabu ya Young Africans mpaka sasa inaendelea kushika msimamo wa ligi kuu ikiwa na alama 44, akiwa amecheza mechi 18, akiwa hajapoteza mchezo wote, draw 5 katika michezo zote 18 ambazo wamecheza, lakini akiwa amefungwa magoli 3 tu. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho klabu ya Young Africans wachambuzi wengi wamekuwa wakisifia kwamba pamoja na kutoa draw, pamoja kwamba imecheza wakati ikiwa na majeruhi wengi, lakini
hawakuruhusu kufungwa wala kupoteza mchezo wote zaidi ya draw. Kwa hiyo ni kitu ambacho Young Africans wanatakiwa kupongezwa na wanahitaji kujipongeza wao wenyewe juu ya kitu kizuri ambacho wanakifanya mpaka sasa. Ni klabu ambayo haijapoteza mchezo wowote, lakini pia ni klabu ambayo imefungwa mabao machache kuliko timu yoyote. Imefungwa magoli 3 tu katika mechi zote 18 ambazo wamecheza. Good news for the mashabiki wa klabu hii Young Africans na wanachama ni kwamba Djigui Diarra anarudi katika michuano na anarudi katika majukumu yake moja kwa moja mara baada ya kumaliza adhabu yake ambayo alikuwa amefungiwa. Kwa hiyo moja kwa moja anaingia kwenye kikosi na anaendeleza sasa kila alichokuwa anakifanya hapo mwanzo. Ana clean sheet 10 kati ya mechi 18 ambazo wamecheza. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba moja kati ya goalkeeper ambaye anafanya vizuri na anataka kuendelea kuwa katika ubora wake licha ya mechi hizo 3 ambazo amefungiwa, lakini 2 zikiwa za ligi kuu Tanzania bara na moja ikiwa ya CRDB Bank Federation. Young Africans haijaruhusu kupoteza mchezo hata wakati Djigui Diarra hayupo. Kwa hiyo mechi hii inakwenda kuchezwa na Djigui Diarra mwenyewe, goalkeeper nambari 1 wa klabu hii Young Africans, lakini pia ni kipenzi cha mashabiki wa klabu hii Young Africans. Anakwenda kuendelea alipoishia katika adhabu yake. Kwa hiyo sasa anarudi rasmi katika majukumu yake mara baada ya kutamatika kwa adhabu yake ambayo alikuwa amepewa adhabu kutokana na makosa ambayo aliyafanya katika mechi ya ligi kuu NBC Premier League dhidi ya Mtibwa Sugar, mechi ikitamatika kwa kusuru kwa bao 1-1. Mechi hiyo ilikuwa na mambo mengi mara baada ya kutamatika kwa mechi hiyo, na Djigui Diarra alionekana ni moja kati ya waliodondokea kwenye hatia juu ya kashikashi ambazo zilitokea katika mchezo huo mara baada ya kutamatika katika dakika za mwisho kabisa za mchezo, na mara baada ya kutamatika kwa mchezo mwenyewe, vurugu ambazo zilifanyika hapo uwanjani, na ikitajwa kwamba Djigui Diarra alionekana akitaka kuhatarisha maisha ya muamuzi wakati, kitu ambacho kilimdondoshea kwenye hatia ya kufungiwa michezo 3 na faini ya shilingi milioni 4 ambavyo vyote vimeshakwisha kutimizwa. Milioni 4 ilichangwa na wananchi kwa maana ya mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans. Adhabu yake akatumikia mwenyewe. Kwa hiyo vyote vimeshakamilika na Djigui Diarra anarejea sasa katika majukumu yake ya ligi kuu akiwa super kama kawaida. Na hapa Pedro Gonçalves amejaribu kuzungumzia kikosi chake na kuwapa big up wapinzani wake kwamba ni wapinzani wazuri na anategemea kupata mchezo mzuri kutokana na ubora wa mpinzani wake. Ndio hicho kitu ambacho kimenifurahisha juu ya maongezi yake, kwa sababu unavomheshimu mpinzani wako ambao unakwenda kukutana naye, hata kama ni mdogo anacheza daraja la chini, lakini bado ukamheshimu na ukamuona kwamba ni mpinzani bora, hicho kitu kinaweza kikakupa kikakufanya wewe ukawa bora zaidi na ukapata matokeo rahisi. Kwa hiyo alichokizungumza Pedro Gonçalves kwa mimi ni 100%, na kitu pia alichokizungumza Maxime katika speech yake pia 100%. Kwa hiyo mchezo wa kesho tutegemea mchezo mzuri, lakini kwa utabiri wangu utakuwa ni mchezo wenye magoli mengi. Kwa hiyo wawekezaji wawe na kitu cha kufanya hapo juu ya mchezo huo. Bana, kwa muda wote ulikuwa nami naitwa Dio. Tukutane katika updates zijazo, hasa katika wakati wa kuziangalia na kuzichambua timu zote hizi mbili, kwa maana ya klabu ya Young Africans pamoja na klabu ya Mbeya City ambazo zinakwenda kukutana, lakini pia kuviangazia vikosi vyao moja kwa moja. Bana, tukutane katika kipindi kijacho, na mimi nikuache